Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV ya tarehe 12 za mwezi wa 5 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenye wa habari za moto. Uvira, wazalendo na FARDC kwa umoja waingia ndani ya kitongoji cha Sange. Sange, wazalendo wahakikisha kuendelea kuwasha moto kwa magaidi wa M23. Sange, raia wote wajitokeza kuwapokea FARDC pamoja na wazalendo, huku General de Goma akiwa miongoni mwa makamanda wa kwanza kabisa kuwasili ndani ya kitongoji cha Sange na kutoa ujumbe mzito, pia kamanda Ngoma Nzito akifuatia. Endelea pia kuungana na sisi kupitia Mwangaza TV ambako utaendelea kukutanana na baadhi ya matukio yote ambayo kuna rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Tunashukuru sana kwa mchango wenu ambao mko mnazidi kutoa kwa ajili ya kuendelea kuwekeza nguvu kwa operation hii Saidia Mzalendo. Kina mama ambao mmeweza kuchangia bila kuwataja majina na mahala ambako mnapatikana, lakini ni ndani ya USA, kuendelea kushirikiana pamoja na Baraka1 TV. Tuanze na taarifa hizi kutoka Uvira ambako wazalendo na FARDC kwa umoja waingia ndani ya kitongoji cha Sange. Baada ya miezi kadhaa ya maeneo hayo kuweza kuingia mikononi mwa magaidi wa M23 tokea mwezi wa 12 2025, na mpaka sasa siku ya iliyopita ya jana ya tarehe 11 ya mwezi wa 5 2026, vikosi tihifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wasaidizi wao wazalendo wamefanikiwa kuingia ndani ya kitongoji cha Sange ambayo ilikuwa inakaliwa chini ya udhibiti wa magaidi wa M23. Kwa sasa kuingia kwa wazalendo na FARDC ndani ya kitongoji cha Sange kimeweza kupokelewa kwa umati mkubwa, huku kamanda wa majeshi akiwahimiza wanajeshi kuweza kudumisha ulinzi, ushirikiano na wananchi ili kuepukana na namna yote hili ambayo inaweza kuleta madhara ndani ya kitongoji hicho muhimu. Magaidi wa M23 wameonekana kukimbia maeneo mbalimbali ikiwemo Sange, na yote ni baada ya vipigo vitakatifu ambavyo wamekuwa wakivipata mara kwa mara kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Ili kuweza kuweka ushirikiano mzuri na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kujaribu kuangalia mahala ambako adui amewekea kambi yake, taarifa zinakuja adui M23 amekimbia mpaka Kamanyola, na taarifa zingine bado hazijawa rasmi haswa ni wapi ambako gaidi huyo amewekea kambi yake. Ndio lengo kubwa la majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo kuwa na umakini zaidi ili kuepukana kuingia katika mtego wa adui ambaye ni M23. Kila ambako anakuwa anaondoka M23 lazima kuwa anachaga mabomu sehemu mbalimbali, ikiwa sehemu zenye umati mwingi kama sokoni, shuleni na hata sehemu ya vichochoroni, ili kujaribu kutia mzigo huo pindi mabomu yanaporipuka, kuwaonesha jamii ya kimataifa kwamba tulikuwepo, haya hayakukua, baada sisi kuondoka hayo yanaanza kutokea. Ndio maana FARDC na wazalendo wameombwa kuweza kuwa makini ili kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi na mali zao unaimarika ndani ya kitongoji cha Sange. Kamanda wa majeshi ya FARDC ameomba wanajeshi wa FARDC na wazalendo kwa umoja kulinda amani na sio tena kuvuruga amani ndani ya kitongoji hicho cha Sange.
tozana région commandant région quotidien Sangi yangoyo azo sala discours ya bien assurer population que non motuta moko te ko sakana na mboka na biso ya Congo. Tozana Sangi awa tunatima bela Sangi tozali awa na commandant région commandant axe commandant leader coordonnateur ya wazalendo nyonso toza awa kufandi tozana bango awa na commandant brigade 23e brigade Simba 2e brigade Simba biso toza awa bakonzi nyonso bazali awa tozokende mission tina Goma tobenga na monguna na nzela nyonso kokuta. Merci. Baada ya taarifa hizo kutoka kitongoji cha Sange, tutabaki tu huko Sange ambako wazalendo wahakikisha kuendelea kuwasha moto kwa M23. Kamanda Dawa ya Panya, mmoja kati ya makamanda wazalendo wanaofanya kazi kubwa kwa ajili ya kuimarisha misingi ya taifa na kupigania taifa. Kamanda ambaye amejitolea kwa ajili ya kufia nchi yake ameweza kuongea na Baraka1 TV na kutuletea hali halisi jinsi ilivyo huko kwenye uwanja wa mapigano. Hadi sasa wapi tunasimamia, wapi wanasimamia, ingali ngumu kidogo, lakini kiukweli ni kwamba tumeingia Sange na sehemu mbalimbali wamekuwa wakikimbia. Sio kwamba wamekimbia kutaka kwao, ni kutokana na moto ambao tumeuwasha sisi wazalendo pamoja na FARDC. Ndio maana unaona leo magaidi wa M23 wameamua kukunja mikia. Ni kauli za Kamanda Dawa ya Panya. Asante sana ndugu journalist. Kwa kweli tunashukuru Mungu kwanza kwa kutupatia nguvu kufika mida kama na hii. Ndio kwa gisu unauliza na tunaweza kukujibia kwa kufuatana na maswali yenyewe unauliza. Hapa adui anatoka Sange, Kigurwe na maeneo kwingine, anatoka anajielekeza maposho yake yenyewe kwa saa hii atuyayua kwenye anasimamia, kwa sababu kwenye sisi tuko atuyayua kwenye yeye anasimamia mida kama na hii. Kitu kenye nitaonyesha ndugu yangu wa Kongomani bayo, kama adui haiko anatoka kwa kora, adui iko anatoka ni kwa risasi. Mbino ya adui ilikuwa ni kukia kukamata Uvira na kusonga mbele. Sasa leo hii si bazalendo tulipigana mtaktike hapa Uvira. Hapa Uvira alifanyaka system ya kusema ya kwanza anajiretire mu Uvira. Kumbe anatosha basoda, analeta ba policier banatuatake mu zone ya Fizi kule. Me tulipigana hapa Katongo, Kigongo tulipigana sana porque Uvira ilibere. Aliacha Uvira. Banaweza kutonesha nani cahier de charge balandika na gouvernement kusema tunachia Uvira ni hivi tulifanya accord. Haikukuwa ni accord. Ukifuata bien ndugu journalist, kuonesha ndugu zangu wa Kongomani kwamba adui haiko anatoka kwa accord, adui iko anatoka ni kwa moto. Mkijirapele moto toko tunapigana kila leo hapa Kabunambo. Kuko wale wenyewe kwa wanajua kama vita ilikuwa inafanyika. Ni vita ilikuwa hapa. Balikuwa banasikia gisi na biko banaona maramforo kuna toka Bukavu na renforcer. Mabatu iko nashusha batu, iko nashusha basoda pale, iko nashusha basoda Bukavu inabaleta huko kumalinde fro. Sasa leo banapigwa banajiga kile inakuwa sawa wanatoka kwa accord. Accord gani? Batonishe cahier de charge balandika na gouvernement kusema tuna respecter accord. Hakuna accord nyiko. Hakuna accord nyesha kuweko ndugu journalist. Sisi wazalendo na FARDC tulijitosha juhudi yote ya kusema tena tubademoralize sa vile tulibademoraliza ka Uvira
Katongo, Kigongo. Gisi walijitoshaka Uvira ndio tena siseme tuliwafanya hapa. Ndugu journalist. Balikuwa wanatafuta njia Kiguru. Kila leo, kila siku tulikuwa tunatafuta njia Kiguru. Hapa kwa RNC alikuwa anaangalia hata hapa kuko bia mine. Banatafuta njia Kiguru. Mimi walijikuta walikosa njia mpaka mwisho walifika wanapoteza maeffectif na effectif. Ndugu journalist. Angalia hii tuko tunapigana hapa. Tulipoteza sie, muliona tunatoka kuzika Komanda David alikufa. Observance wa mzee kama Mama alikufa. Tulimuzika pour que afike moto kufa. Male vite. Komanda alikufa. Ile juu akufa. Ilikuwa ni vita yai. Sasa siku kwa kupoteza yule mtu mmoja, ebo walipoteza mamia na mamia. Haikuwa sema ni ya kuchokozana, sisi tunapigana risasi, yule anapiga mwenzake na wako apiga mwenzake, hakuna kubujia, ilikuwa ni kupigana, kulumizana. Vao mimi tuangalie tu nani mwatashinda mwenzake nguvu. Nguvu yetu ilionekana na adui anajigetire. Maligre ataanza kutia mgongo, anaanza kusema ni natoka kwa koro. Haikuwa koro ndugu journalist. Haikuwa koro. Ni kupigana kwa kila siku tulianza kupigana. Tunachunga tena hapa sana kama ataenda kusimamia Kamanyola. Ndugu journalist, tuko tunaongea leo mimi niko naongea mie mzalendo dawa ya panya. Si sai anatoka anaweza haiko anasema ataenda kusimamia Kamanyola. Pale Kamanyola apatoke kuwakora asichunge tuanze kupigana risasi. Kama kweli anapenda kurespecte accord, atoke ajiretire na Kamanyola, aende Bukavu, atoke Bukavu, aende Goma. Na mafasi zingine libere. Kama naanza tutaanza kupigana tena hapa Kamanyola. Kisha sasa tunamshinda nguvu na jigetire na kwa sema motif na respecte accord naenda Bukavu. Ile ni motif ya adui, ndugu journalist. Ile ni motif ya adui. Mtu hawezi kujigetire hapa utoke hapa seme na respecte accord. Uniingie hapa nitoke hapa na respecte accord. Ndio vile. Mbona walijitosha Uvira wakakala Sangi? Bali respecte accord. Banatoka Sangi wanataenda wapi? Kamanyola. Kuangalia wana tena effectif. Ndugu journalist, hapa Bwegera si ndio kulikuwa njia kabambi hapo kusema batapandisha basoda kwenda Mulenge, kwenda Malemera wapi? Sio hii njia wanaiacha. Hii njia wanataka kuiacha hii. Kwa kusema tena kwa bakwa wanachitapia hapa Mulenge hapa ndio ilikuwa njia yao, wengine bakwa wanaanza kupandisha basoda kwenda kurenforcer Muramvya, Mikenge wapi, Mulenge Minembwe. Ilikuwa hii njia nayo ilikuwa inawasaidia. Na après avoir kupigwa bana jiretire ile fasi. Leo biko wapi? Ndugu journalist, tunataka kuonesha ndugu zangu wa Kongomani basi fate habari ya kusikia bali jitosha. Muache ile akili. Pourquoi wakati sisi tulijiretira kama Uvira mlisema nini? Bali wapiga. Si watu bali tushinda nguvu, tulitikaka na tukajirenforcer na tukapiga. Hatukuresista ka Uvira. Eske msikia vita Uvira? Tuliona sisi wazalendo kunaingia trezo kati ya FARDC na sisi wazalendo, tunajiretire mbio, tunaenda fungia Froma Kovola. Na tulitika. Sasa pourquoi mulitutukana bali population tutukana kila jina. Tulikimbia, tulikula makuta, tulifanya nini? Yena anaanza pigwa, anajiretire na kimbia au anarespekta accord. Si wakati tuliachaka Uvira tunaenda. Eske na sisi tulirespekta kani accord, tulirespekta nini? Si mtomba tulikula makuta. Leo kama anampiga nani nakimbia na kwa sini accord. Pourquoi ça? Ndio ile wa ndugu zangu baweke ndio akili baifungule tu bien. Isikue kusikia aseme alifanya hiki. Hapana. Ndio ile ndugu journalist hapa saa hii tunaendelea tu kusonga mbele na kwenye atasimamia hata mchunga tena adui aanze kuchimba mandaki. Hapana. Ni kumwatake pale kwenye atafungia ndaki. Kuanza pale asichimbe hata ndaki, asinstalata arme luru yake. Moto itaanza tena pale tunayako tutaenda kusimamia shibote naye. Na kama uko na akili aanze kujiretire aende kunya natoka. Kama tabakia Kamanyola aseme nilitoka kule na respecte accord. Hapa ndio utarespecte accord. Tutakupiga sasa pale kunya utapenda urespecte accord na tutakutosha sasa bien. Taonesi tunakutosha tena hapa Sangi. Na ukijiretire Kamanyola tutakucheka. Ndole ndugu journalist, nashukuru sana, ni wenu mzalendo mwenye anakubali kufia nchi yake, dawa ya panya. Mungu awabariki sana wa ndugu zangu wa Kongomani. Na baada ya taarifa hizo kutoka Baraka1 TV, unaendelea kusikiliza matangazo yetu ukiwa huko Australia, Canada, USA, Europe, Central pamoja na East Africa.
na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Izabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Leteshia, Da Asha, Da Aaron, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jackie Baguma kutoka Uganda, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, Asokolo Ayeba, Asani Ramadhan wakiwa wanasikiliza Baraka One TV kutoka South Africa, Ramakei, pamoja na ndugu jamaa na marafiki wote. Na baada ya taarifa hizo kutoka Sange, leo tunabaki tu katika kitongoji cha Sange na kuletea taarifa hizi kutoka Sange ambako raia wote wajitokeza kuwapokea FARDC pamoja na wazalendo. Kamanda wa vikosi vya wazalendo maeneo ya Plaine ya Ruzizi, General de Goma, ameweza pia kuwasili ndani ya kitongoji cha Sange, huku maelfu ya wananchi wakijitokeza kumpokea. Pia Kamanda Ngoma Nzito amejitokeza ndani ya kitongoji cha Sange, huku pia watu wakijitokeza kumpokea, na makamanda wa FARDC vile wameweza kupokelewa kwa shangwe kubwa na wananchi ndani ya kitongoji cha Sange. General de Goma ni kamanda ambaye amekuwa akifanya makubwa kwenye uwanja wa mapigano, mipango mikakati pamoja na harakati kwa ajili ya kuweza kuimarisha usalama ndani ya kitongoji cha Sange pamoja na maeneo yote ya Plaine ya Ruzizi. Wakati anawasili ndani ya Sange, maelfu ya watu walijitokeza na kuonyesha ushirikiano wao kwake, na hivyo kuweza kutoa ujumbe mfupi kwa wananchi kutaka waweze kuwa watulivu na wazalendo, na FARDC bado wataendelea kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama unarejea maeneo ya Plaine ya Ruzizi. Basi kote watangiza babu wananua kutibu hata kwanza mambo banagu atama kwa mapendo goshi gana hako moshi mnagana mbai kugaga hadi general kamoshi mbai kugaga hadi general wanagu atekini patre koshi Kemu wa mabala kwanza, kemu wa mabala. Ndio wala Mungu. Kwa Mungu lila shamba. Amana na Kristo. Kama shamba. Kwa Mungu lila ndio kama Mungu shamba. Ndio kama Mungu ndio kakofu. Bravo November kwa chakamana. Swati angaba kama sobe. Ndio kwa kutemle kuna Kila kitu kwa sasa kimepangiliwa kwenye mstari sahihi, na wananchi wote ndani ya kitongoji cha Sange wameonyesha ushirikiano mkubwa na uwezo wao mkubwa na furaha yao kubwa kuwaona vijana watoto wao wamewasili tena maeneo hayo. Hii ni kitu cha kipekee na kinaleta matumaini, na inaonyesha wazi wazi kwamba hata siku moja watoto wa Sange hawajawahi kuwa na mapenzi wala ushirikiano na magaidi wa M23.
Hili linakwenda kama vile somo na funzo kubwa kwa Corneille Nangaa ambaye hapo awali amekuwa akidanganya watu wanaoshiriki ndani ya M23 kwamba sisi hatuna haja ya kurudi nyuma, badala yake tunachofanya ni kuzidi kusonga mbele, na nukuu, sisi kurudi nyuma hapana, kauli yetu mbiu ni kusonga mbele, sio kurudi nyuma. Hatutarudi nyuma, badala yake tutasonga mbele, tutarudi tena Uvira. Hizi zilikuwa baadhi ya kauli za bwana Corneille Nangaa ambaye mpaka sasa anaonekana kukata tamaa kabisa, licha ya kushindwa kuzungumza ukweli ambao huko kwenye uwanja wa mapigano. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewekeza nguvu, imewekeza diplomasia na kila njia ili kuweza kumalizana kabisa na magaidi wa M23. Tamalibuka yumu. Tamalibuka kuraje. Badata karibu. Karibu badata karibu. Bazalendo ye. Bazalendo. Oh! Bazalendo. Mungu tawale hata. Ukaribie. Tamalibuka baba. Tamalibuka. Mzalendo yo mwaona bazalendo yabo kuna boy mkaya bazalendo ye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni aje mzee, habari ya kushinda bazima? Basi tulishinda bila, tunashukuru Mungu tuko sawa. Depo juzi sikia Nolendi Samedi inakuwa na mwingine koloneli pale alikuwa pale Runingu. Ni garso hapa kwetu Kamanyola na kwa numero yake. Ndio aliniambia juzi siri. Sikuwa najua hata akaniambia bwana, mkwe makini kule, hawa bwana wako natoka huko wanakia wanaua watu na kuiba. Waliua watu Lemera na wengine Mafasiri. Nikasema sawa, ni mzuri. Tutakuwa makini hivyo, nanijulisha. Wako nakuwa na mambo sasa. Vijana usiku walipanda na mavitu, magari na vitu tu kabisa ya lazima, mambuzi. Na sasa hivi wanapita hapa kwangu, mavenia kwangu sasa hivi. Wanapanda wa mingi kabisa. Tachoka. Wako wanapanda. Kwa naelekea kule pale kwenye municipal kwa kazi zamani kule chini. Na wengine tujuka wako wanapanda Ngomo, wanaendelea, ndio watu yajua. Ndio situation tuko nayo sasa hapa. Ndio situation tuko nayo hapa. Wako wanapanda ndio kabisa. Zaidi magharibi ndio wanapanda. Tena ndio walipanda barabara ya mingi na gari kwa leta kamion ilikuwa na beba kama ni manini iko buzito kwa ndina yumba manake. Tukujua sa mkoni. Na walikuwa walishuka Luvungi usubuhi, alituambia ngo wanaona Luvungi wa mingi sana wako wanapanda. Na magharibi wanapanda kabisa. Juni kwa kushamba na kwa kuvuna mihindi, ndio drone yao ilizunguruka huko chini. Na ikapanda tena, haikutambuka kupoa. Ilizunguruka tu Mkamanyola na ikarudia tena. Ndio hivyo. Sawa, ndio situation tuko nayo kwa sasa. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma.